Wakili Shadrack Wambui kutoka shirika la sheria mtaani amewaenzi wazee wakongwe na kina mama kutoka eneo la Embulbul kwa kuwakabidhi msaada wa chakula wakati wa maadhimisho ya siku ya Madaraka. Wambui alisema kuwa hatua hiyo ni njia ya kusherehekea siku hii ya kihistoria kwa vitendo vya huruma na mashikamano ya jamii. Alisisitiza umuhimu wa kuwajali wazee na kina mama ambao mara nyingi husaulika katika jamii. Na wengine wanaonelea ni kama wamewachwa nini, lakini ile criteria tulikuwa tunajaribu kutumia ni wale wazee katika jamii yetu ambao ndio walikuwa wanapata msaada huu wa leo, kwa sababu ni siku ya kuwasherekea wao. Kama wangepigania hawa kina shosho zangu, wangepigania uhuru, hatungekuwa tunasherekea siku ya Madaraka Day. Ile kazi ambayo tunafanya zaidi ni kujaribu kuwaeleza wananchi ya kwamba mnyonge ana haki. Siku ya leo tumekuja hapa ili kuadhimisha siku ya Madaraka Day. Ni siku ambayo tulipata kujiongoza, ile wanaita kwa kimombo self rule. Na leo tumekuja hapa na mashosho wazee wa huku Embulbul ili kusherehekea nao pamoja. Wale waliopokea msaada wa chakula kutoka kwa wakili Shadrack wameelezea shukrani zao na hatua hiyo ya kuwajali. Wameelezea kuwa licha ya baadhi yao kupata msaada mdogo, wako tayari kugawana na wale ambao hawakufikiwa, wakisisitiza kuwa mshikamano wa jamii ndiyo nguzo ya kuishi kwa amani. Namrudishia Shadrack shukrani kwa kutuletea chakula. Mungu ambariki na muongezee zaidi. Mungu atakuja na wenyewe watapata. Kama nitaona ni mingi, ule hana ndamgaie kidogo. Kwanza namshukuru kiongozi wetu Shadrack Wambui kwa yale ametutendea siku ya leo. Tumepata chakula, angalau mnyonge kweli ana haki. Leo ni siku kubwa. Tunashukuru Mungu na tunamuombea kiongozi wetu. Yangu kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutuletea kiongozi ambaye anatetea wanyonge, na tumepata kujua tuko na kiongozi ambaye anatutetea sisi wanyonge ambao hatuna. Pia leo tunaona ni sherehe kubwa, ametuletea chakula tunashukuru, na pia tumepata ya kukula, kwanza haswa kama sisi ambao kwa wagonjwa, na pia tujapata kufanya kazi kwa muda kama mwezi mmoja hivi sijafanya kazi kwa kweli. Wakili huyo amekosoa vikali viongozi kwa kile alichokitaja kwa unyanyasaji wa wananchi wa kawaida, ambapo amesema kuwa matarajio ya wananchi yalikuwa kupata uongozi bora unaopigania maslahi ya ubinadamu. Aidha, amesema kuwa ni wajibu wa viongozi kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora, hasa katika nyakati ngumu za kiuchumi, na si kuacha wakiteseka bila msaada wala sauti ya kuwatetea. Ilikuwa tupate uongozi ambao utatusaidia kupigana na magonjwa, kupigana na umaskini, na pia kupigana na ujinga. Lakini najua kwa sasa pia tunaendelea bado kuvumilia uongozi mbaya, tunaendelea kuvumilia ile tunasema maradhi, tunaendelea kuvumilia vijana hawana kazi. Lakini leo ilikuwa tu siku ya kujipea tu matumaini. Kujipea matumaini, kuelezea wananchi ya kwamba siku ya kesho kutakuwa sawa. Kutoka maeneo ya Embulbul, mimi ni Perez Juma.